Tukisalia katika masuala ya afya, huduma za afya mashinani katika kaunti ya Embu zimelemaa kufuatia mgomo wa wahudumu wa afya 1600 wanaolalamikia kutopata malimbikizi ya mishahara na ukosefu wa vifaa vya kimsingi vya matibabu kwa ajili ya kazi. Hii hapa taarifa kamili. Mwenyekiti wa wahamasishaji afya wa kaunti ya Embu Peter Mugo ametangaza kusitishwa kwa huduma zote za afya baada ya serikali ya kaunti hiyo kushindwa kulipa jumla ya shilingi milioni 15.6. Kiini cha mgogoro huo ni malimbikizo ya shilingi milioni 7.8 ya mwezi Novemba na Disemba mwaka 2024. Siku ya leo tumekuja hapa sababu tuna mambo ambayo tunataka tufanyiwe na kaunti. Kuna pesa yetu ambao hawajalipa ya November and December 2024 na ndio tumekuja kushirikiana pamoja ili tuweze kuambia watupe pesa yetu sababu tumefanya kazi. Pamoja na malipo ya hivi karibuni ya Disemba mwaka 2025 na Januari mwaka 2026 ambayo wafanyikazi wanadai hawajayapokea kwenye akaunti zao. Hali ya sintofahamu imeongezeka huku kukiwa na madai ya kutofika kwa fedha hizo benki, licha ya maafisa wa kaunti kusisitiza kuwa malipo yalifanyika. Mugo ameeleza kuwa shinikizo la kifedha limekuwa mzigo mzito kwa wahamasishaji 15,563 katika kaunti hiyo, huku juhudi za kutafuta majibu kutoka kwa wasimamizi wa benki na wakuu wa kaunti zikiambulia patupu. Tuna watu ambao hawapati pesa from national government ambao tumetuma majina ya hao watu na mpaka imefika pahali mpaka hao watu wamechoka. Kuna watu mpaka miezi 6, miezi 9 na huko hawajapata pesa ya national, which is tunaona kama viongozi hii kitu haifai sababu pia wanafanya kazi kama vile ambavyo tunavyofanya. Irene Mudhoni, mwenyekiti wa eneo la Mbeere Kusini, amethibitisha kuwa ufuatiliaji wa mara kwa mara na uwasilishaji wa data haujazaa matunda yoyote, jambo linalowaacha wafanyikazi hao katika hali ngumu ya kimaisha. Kama Mbeere South Sub County, sisi tuna arrears ya miezi miwili yenye hatukulipwa na national government. Na hiyo sasa tumecomplain, list zimeenda, tumefanywa correction mpaka tukachoka. Mbali na masuala ya kifedha, wahudumu hao wamelalamikia uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu kama vile betri za mashine za kupima shinikizo la damu. Kwa sasa, Job Mugendi amebainisha kuwa wanalazimika kutoa ushauri wa mdomo pekee kwani hawana vitendea kazi, jambo ambalo wanahisi linakiuka haki zao za msingi kama watoa huduma muhimu kwa jamii. Tumekuja kundai haki yetu. Miezi 4 hatujalipwa na kaunti. Pesa imewekwa miezi 2 kwa bank mpaka saa hii kutoka 28 Januari 2026. Sasa hii ni wiki ya pili inaelekea. Pesa ilipotelea wapi? Athman Saidi, Runinga ya TV47, Nairobi.